Kichwa cha ujumbe wa somo letu la leo ni maana ya mamlaka. Na katika andiko la leo tunaona kwamba wakati Petro na Yohana walipokuwa wakienda hekaluni kuomba, waliweza kukutana na mlemavu mmoja ambaye alikuwa amenaswa katika hatima yake. Lakini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliweza kukombolewa kutoka kwa hatima yake ya sheria ya dhambi na laana. Na watu ambao walioona jambo hili walikuwa wakifikiri kwamba Petro alikuwa mtu wa ajabu. Na ingawa hawakumuuliza, lakini walikuwa wanafikiri kwamba Petro, na waliweza pia kujiuliza Petro alipataje nguvu hii. Na kulikuwa na kukiri kwa Petro. Aliweza kukiri kuwa na hii si nguvu yangu mwenyewe, lakini kwa jina la Yesu Kristo ambaye ameniweka, kwa jina hilo nilionyesha muujiza huu. Na maana yake, wakati alipotangaza kuhusu injili ya Kristo, kuhusu tatizo la msingi ambalo wanadamu hawawezi kutatua. Na pia Petro aliweza kuzungumza juu ya Kristo ambaye alijua kwamba hatuwezi kutatua tatizo hilo, ndiyo sababu alikuja kama Kristo ili aweze kutatua matatizo yetu. Na pia aliweza kutangaza kuhusu injili kwamba Yesu Kristo alikuja duniani na alisulubiwa na kufa msalabani na kufufuka ili kutatua tatizo la msingi. Na kama ilivyotabiriwa kuthibitisha kwamba yeye ni Mungu, alikufa na kufufuka baada ya siku 3. Na alishuhudia kwamba yeyote anayeamini na kukiri jina la Yesu Kristo wanapata haki ya kuwa watoto wa Mungu na wanafanyika huru kutoka kwenye hatima ya dhambi ya asili. Hata hivyo, kuhani na watu wa dini ambao walidhani kwamba wanamjua Mungu hawakuweza kuelewa, kwa sababu hawakuweza kuamini ukweli wa kiroho. Na hii ilikuwa uharibifu ambao shetani huwafanya watu waanguke katika uharibifu. Shetani anatoa kila kitu isipokuwa injili ambayo ni uzima. Na makafiri huamini ila kupitia chakula, nguo na maskani. Na hivi vyote ni mambo vya ulimwengu. Na katika maandiko ya leo, kuna viongozi wengi wa dini na waumini, lakini waliamini katika sheria, lakini hawakuamini injili pekee. Na kabla Kristo hajaja, Mungu alitoa sheria ya amri kwa Musa. Na sababu ambayo Mungu aliweza kutoa amri ni kuwafanya watu watambue kwamba sisi sote ni wenye dhambi. Kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufuata amri zote.
Na hata kama unashika sheria zote, huwezi kutatua matatizo ya shetani, dhambi na laana na historia ya jehanamu. Na hiyo ndiyo sababu kwa nini kama jina la Yesu Kristo alikuja hapa duniani. Kwa yeye kufa msalabani, alitatua matatizo yote msalabani na kuthibitisha kwamba yeye ni Mungu. Aliweza kufufuka, na kabla ya kupanda aliwaahidi wanafunzi wake na kusema kuwa nikirudi kwenye kiti cha enzi nitakutuma msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Na maana ya kumwamini Kristo inamaanisha kuamini kwamba Roho Mtakatifu aliye Mungu yu pamoja nami hata sasa. Na kwa macho yetu ya kiroho na hata pia kwa macho yetu Roho Mtakatifu iko pamoja nasi. Na wakati tunamuita Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaishi pamoja nasi. Wakati huo, nguvu za giza zinazotufanya tusijue Injili inavunjika. Na Roho Mtakatifu ambaye ni uhai na nguvu kwetu ni kuwa pamoja nasi. Na kwa sababu Roho Mtakatifu iko pamoja nasi, malaika wanatuunga mkono. Tunaiona katika Zaburi 103 mstari wa 20 hadi 22. Na malaika hutimiza maneno ya Mungu, na jeshi la mbinguni hutimiza mapenzi ya Mungu. Na mahali ambapo utawala wa Mungu wa jeshi la mbinguni, na malaika hufanya kazi juu yake. Na kabla ya kujua maana ya mamlaka, ni lazima kwanza tuamini ukweli wa kiroho. Na hii ni baraka kwa wale wanaotambua Injili na wale ambao walikuwa watoto wa Mungu. Na kwa wana wa Mungu, Mungu aliwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu, na akaweza kuwapa hadhi na mamlaka. Na mamlaka hii inaweza kushinda mamlaka ya hewa. Kuna nguvu ambaye inaweza kushinda giza. Watawala na mamlaka ya hewa ni mamlaka. Watawala ambaye wanaweza kuvunja mamlaka ya hali ya hewa ni kupitia jina la Yesu Kristo. Na mamlaka haya hutoka juu. Na jina hili la Kristo lililotolewa na Mungu. Na Kristo alikuja duniani kama neno. Lakini hakuna mtu, hata watu wengi hawakuweza kuwaamini mambo haya. Lakini kwa wale wote waliompokea na kumkubali kwa jina lake, waliomwamini, aliweza kuwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu. Na baraka za asili ambazo zimefunuliwa katika Mwanzo 1:27. Sura ya Mungu inatatuliwa. Hata hivyo, mtu ambaye hakutii neno la Mungu na kujitenga na Mungu anapaswa kuondoka chini ya kuzimu ya milele. Na ili kurejesha
kwamba Kristo aliweza kuja, na katika Yohana 3:16 ambaye inasema kwamba Mungu anatupenda sana hivi kwamba alimtuma mwanawe wa pekee, kwamba yeyote anayemwamini hatapotea bali atapata uzima wa milele. Na katika Yohana 19:30 nasema kuwa msalabani Kristo amemaliza matatizo yote. Na hata sasa Kristo anavunja mamlaka ya Shetani. Na hata huyu Kristo kwa sheria ya uzima anavunja sheria ya dhambi na kifo. Na anavunja mamlaka ya kuzimu na kufungua njia ili tuweze kukutana na Mungu. Kristo aliwaambia wanafunzi wake kwamba kwa mamlaka yote ya mbingu na dunia watakuwa pamoja nao. Na katika Wafilipi 3:21 viumbe vyote vilivyomwabudu juu yake ndilo jina pekee ambalo Shetani anaogopa. Na hii ndiyo baraka alizowapa waumini tu. Katika Yohana 1:12 lakini wote waliompokea na wale waliowaamini aliwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu. Kristo ni nuru ya kweli, na yeyote anayemwamini na kukubali nuru hii atafanyika kuwa watoto wa Mungu na wanapokea mamlaka haya. Kama maisha haya yanavyoishi ndani yetu, anataka kuwaokoa watoto wake ambao wanakufa ndani ya giza. Na hiyo ndiyo sababu aliwaita kama mabalozi wa Kristo. Na mamlaka haya yanafunuliwa wakati tunapoomba. Na katika Ufunuo 3:8-5 inasema kwamba moyo na mawazo yetu yote ni maombi. Ikiwa tuna kutoamini hii, basi mamlaka hayatafunuliwa, lakini Shetani ataanza kufanya kazi. Na wakati unaamini ukweli kwamba Kristo bado anafanya kazi kama mfalme wa kweli, kuhani wa kweli na nabii wa kweli, ndipo mamlaka yanafunuliwa. Na wakati tunaamini kazi ambazo Kristo amefanya na kuanza kuomba, hapo ndipo tunapokuwa na amani ya kweli, na hata pia tunakuwa na shukrani ya kweli. Na hapo ndipo nguvu za giza ambazo zinatufanya tusijue Mungu utavunjika. Kama Roho Mtakatifu itafanya kazi, basi nguvu za giza zinavunjika na ufalme wa Mungu unakuja, na hapo ndipo malaika wanapofanya kazi na anatimiza neno la Mungu na kutimiza mapenzi yake. Na tunaweka muda na kuomba wakati tunaamini hili. Hata kama tumempokea na hata kama tumepokea mamlaka ya watoto wa Mungu, kama hatuyaamini au tusipoomba, basi hatuwezi kumtumia. Maana ya kwamba hatuombi inamaanisha kwamba hatuamini katika ukweli huu. Lakini yoyote anayeamini ukweli kwamba Kristo amemaliza matatizo yote msalabani
na bado anafanya kazi kwa ajili yangu, anaweza kuomba. Na ni kwa sababu wanajua mamlaka na maana ya jina la Kristo, na matatizo yote na shida ambazo tunalokabiliana nazo ni majibu yote yanayotoka kwa Mungu. Na tunapomshukuru Mungu, tunaweza kumuomba Mungu. Na mamlaka haya yanafunuliwa tunapojiinjilisha. Na kuna ujumbe ambao Yesu aliweza kuwapa wanafunzi wake kabla ya kupanda juu katika kiti cha enzi. Katika Mathayo 29 mstari wa 16 hadi 20, alisema kwamba atakuwa pamoja nao kupitia mamlaka ya mbingu na dunia, na kwamba kwa nini kwenda kwa mataifa yote na kufanya watu wote kuwa wanafunzi. Lengo letu si kupata umati wa watu. Tunaangalia na kutafuta wanafunzi ambao wanatatua na Kristo tu. Na tunapata mwanafunzi wa Kristo ambaye anayejua maana ya kweli ya mamlaka ya jina la Kristo. Na kupitia watu hawa, familia yao, mkoa wao na nchi zao zitaweza kufufuliwa. Na katika Marko 3:13 hadi 15, Yesu alipowaita wanafunzi wake, aliwaita wale aliowataka. Na sababu ya kuwaita ni kuwa pamoja nao na kuwafukuza pepo na kuinjilisha uinjilisti. Ni ahadi ambayo ametupa tangu mwanzo. Hata sasa hivi, katika shamba letu na familia letu, Shetani anawakamata. Na wakati huo, hatuwezi kuwatoa katika nguvu la giza, bali kwa jina la Yesu Kristo. Na dini inasema kwamba tunahitaji kufanya kitu kwa kuweka juhudi na kuomba sana. Lakini kwetu sisi ambaye tunaoamini Kristo, hakuna kitu tunaweza kufanya kwa sababu sisi sote ni wenye dhambi ambao tulimwacha Mungu. Na hata sasa hivi Shetani anawadanganya wale wanaomwamini Mungu na watoto wa Mungu. Ndiyo sababu Mungu anamtafuta mwanafunzi anayejua maana ya mamlaka ya Kristo, na tunapoomba kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu hufanya kazi. Na ndiyo maana tunahitaji kuanza kuomba ili mioyo wetu, roho na maisha yetu yaweze kutatuliwa katika Kristo pekee. Na hapo ndipo Roho Takatifu inapoanza kufanya kazi juu ya familia yetu, shule na kazi ambazo tunazohusiana nayo. Na hiyo ilikuwa historia katika maandiko ya Matendo 1 mstari wa 3 hadi 12. Wakati Petero ambaye alipojua maana ya jina la Yesu Kristo, alienda kuomba, na hapo ndipo aliweza kumwona mtu mlemavu. Hakuweza kumwona tu, lakini alipoamua na kwenda kuomba, alimwona mtu huyo ambaye alikuwa
amekwama ndani ya hatima na matatizo ya kiroho. Lakini mtu huyo mlemavu alichosema ni kwamba aliweza kuhitaji, kile alichoweza kuhitaji ilikuwa ni pesa pekee. Na pia tulisema kwamba sisi ambaye tunaomwamini Mungu, kile tunachohitaji ni kuamini katika jina la Yesu, ili tuweze kubadilisha hatima yetu. Na hiyo ndiyo huduma ya kweli na huduma ya kiroho na kutangaza jina la Yesu Kristo ni uinjilisti. No, wakati tunapotambua sababu gani tunahitaji Kristo, tutaweza kugundua ni kwa nini tunahitaji kufanya uinjilisti. Na ili tuweze kufurahia mamlaka hii, kuna mambo machache ambayo lazima tuweze kurejesha na tuweze kuanza na viwango vitatu ambavyo hurejesha ratiba yetu ya maombi. Asubuhi unahitaji kuomba ambayo inakufufua. Ni kwa sababu maisha yetu, roho zetu na nafsi zetu zimechapishwa na matatizo 12 ya Shetani ambayo hayahusiani na mpango kamili wa Mungu. Ndiyo maana tunahitaji kupitia kazi ya Mungu wa utatu, kwamba hata sasa hivi kupitia Baba Mungu anatimiza neno lake na Mwana wa Mungu anatimiza kazi ya wokovu na Roho Mtakatifu inajibu maombi yetu. Na tunapoomba, wakati tukifurahia mamlaka haya, kuna wakati moyo wetu na akili zetu zinafufuliwa. Na wakati wa mchana, unaweza kupata mipango ya Mungu ndani ya mkutano wa watu na ratiba zote za wakati ambazo unazo na kila mahali unapoenda. Na ndani ya shida, baraka zote na mipango ya Mungu zimefichwa. Na kwa sababu wasioamini hawajui jambo hili, ni lazima kwanza tupokee uponyaji na kupeleka ukweli huu kwao. Na wakati wa usiku, tunahitaji kwanza kuomba ili kupata majibu. Na lazima uwe na migogoro mingi, matatizo na shida, lakini ndani ya ujumbe wa mimbari unapata jibu. Na unarudi kwenye shamba lako kama yule anayewaokoa. Na kabla ya kwenda, lazima kwanza upokee uponyaji kwanza kwa neno na sala. Na kuna baadhi ya yaliyomo ambayo unahitaji kuomba wakati wa maombi yaliyopangwa. Na msalabani, Kristo amemaliza kazi 3 za Kristo. Na alifanya kazi ya mfalme wa kweli, kuhani wa kweli na nabii wa kweli. Na wakati unaamini, nguvu za giza zitakimbia. Na shida ya kiroho ulio nayo, na shida ya kiroho ambayo familia yako inayo, Kristo tayari ametatua shida yao. Na kama vile mtu yule mlemavu katika maandiko, wote wamekwama katika
hatima. Na ikiwa utaanza kuomba na kushikilia ukweli huu kuwa Kristo tu ndiye ambaye ameweza kutuokoa, basi nguvu za giza zitakimbia na mwanga utaweza kuja. Na wakati unaamini katika jina la Yesu Kristo asiyeonekana machoni mwetu, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu na kutuongoza. Na ndiyo sababu tunachohitaji ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu inafanya kazi juu yetu kwa neno lake. Tunachohitaji ni kufuata neno la Mungu. Na tunachohitaji ni kwa ajili yake kulinda na kutawala juu ya roho yetu. Roho na moyo. Na wakati tunapoomba, basi Roho Mtakatifu anafanya kazi juu ya familia yetu, shule zetu na maeneo yetu. Na ndiyo sababu nguvu za giza huvunjika na malaika wanaanza kufanya kazi. Na historia ya kiti cha enzi na ufalme wa Mungu huja juu yetu. Na kazi ya Mungu ambayo ni uinjilishaji hufanyika hasa tunapowaunganisha wanafunzi wake. Kwa kuwa majimbo 6 ya makafiri ambayo bado yanatuharibu, ingawa tayari tumepokea wokovu, yataweza kuvunjika. Na hata sasa, Shetani anatudanganya na shida ya kiroho ambayo inatufanya tufikiri kwamba sisi ni mabwana wa maisha yetu. Na kwa wakati unaomwamini Yesu, kuna mahali unaporejesha sura ya Mungu. Na ndiyo maana kwa sasa hatuwezi kuamini mwili na vifaa, bali kutegemea neno na Roho Mtakatifu ambaye ni Injili. Wakati huo hufuati tena dhana za ulimwengu huu, bali utafuata dhana za Injili. Na kwa sasa hubebi mzigo mzito, bali msalaba wako mwenyewe. Na Bwana wa maisha yako hatakuwa tena wewe, bali Kristo tu. Na kutokana na ugonjwa huo usiojulikana ambao unayo, utaweza kupata kuponywa kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe na mahali hapo umefunikwa. Na shida ya kiroho ambayo familia yako itaweza kuponywa, na kisha kizazi chako kijacho na uzao wako utasimama kama shahidi wa uinjilishaji wa ulimwengu. Na unapofanya hivyo, unahariri mada ya maombi ambayo Mungu anatoa, ambayo ni Injili tu. Mpango wa Mungu tu na lengo la Mungu. Na unapoendeleza kuuliza na unahariri, hasa kijana mzima lazima azimie katika Injili kabisa. Na wewe ni zamani kuwa jukwaa na mtiririko ili kufanya ujumbe uwe uhai wako kupitia Injili. Na ili Mungu atuokoe, yeye aliweza kutufungulia njia ya kukutana na Mungu. Na baada ya kufufuka,
yeye yu pamoja na sisi na yeye hufanya sisi tuwe wainjilisti. Na unaweza kufurahia baraka hii unapotoa shukrani. Na kwa maafisa wa kanisa, msijaribu kufanya vizuri kwenye kazi na nafasi mlizo nazo kanisani, bali muutumie kama kambi ambayo inawaokoa watu kwa kuwa mna shukrani wa wokovu. Wachungaji ni watumishi wa Mungu, na ndiyo maana kuna jambo moja tu unahitaji kufanya: kufikiria jinsi utakavyopeleka injili hii kwa kila mtu. Na acha uweke maisha yako yote ili upate wanafunzi ambao Mungu amewaficha ndani ya watu ambao umewapelekea, na pamoja nao uweze kuanzisha mfumo huu wa uinjilisti. Hivyo kabla ya kupata mwanafunzi, unaweza kwanza kuwa mwanafunzi. Na jinsi gani tunaweza kufurahia malaika ya Kristo? Ni kujua sababu kwa nini tunahitaji kushikilia injili tu. Na njia pekee ya kufurahia injili hii ni kupitia maombi tu. Na hapo ndipo Mungu anapopita wakati na nafasi, na baraka za kiti cha enzi zinakuja. Utaingia katika baraka ambayo hautakuwa na chaguo ila kuinjilisha. Na ninawabariki kwa jina la Yesu Kristo, ili mpate kupokea baraka hii na kufurahia baraka hii. Acha tuombe. Mungu, tunakushukuru. Tuweze kuwa na wakati wa kufurahia kweli na kutambua maana ya jina la Kristo. Na tuweze kusimama kama shahidi ambao wanaookoa shamba letu wakati tukifurahia maana ya jina la Kristo Yesu. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.